Ezeeka Bwana utanya kusimama katika jina tu, katika jina la Yesu. Uhimidiwe Mfalme, uabudiwe Bwana Mungu mwema, Bwana wewe wastahili, katika jina la Yesu. Bwana Mungu wetu, tamalaki, tamalaki, tamalaki Yesu, tamalaki Mungu wetu, tamalaki Mungu wetu. Na wewe ni mwema, na wewe ni Bwana, katika jina la Yesu. Nitakuacha mapema, nitakuamana Bwana, na wewe ni mwema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tuachie tu, tuachie
Hakuna mwingine
nakuinua na kuabudu, umetukuka na kuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe,
kama wewe, unastahili heshima. Oh, hallelujah, we rejoice in you, Lord. We praise your name, Lord. We glorify your name, Jesus. Lord, we love you. Lord, we honor your name. Lord, we glorify you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata badilika, Yesu nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika.
Father, we thank you for receiving our praise. We honor you, God, because there is no God like you. There is no one who is compared with you. You are faithful to your word from the ages up to eternity. Oh God, you are God who is in the beginning and who does not change. God, we bless, we honor your name. Receive our praise, receive our honor, receive our praise, receive our adoration. We love you, Lord. We love you. You deserve the glory. You deserve all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Give God a good clap. We want to hear the word of God for the few minutes that we have in the name of Jesus, so that we may pray for our nation in Jesus' name. Oh yes. Tusogea huko mbele, karibuni sana walimu wetu. Thank you for coming. Thank you for kubali mwito. Just come. Just come, just come. We are finishing strong. Tell your neighbor, we are finishing strong. Hallelujah. Yeah. We agree that we are going to be there and to stay there until we receive from the Lord. Hallelujah. So God bless you and all. God is going to bless you as you're going to intercede for the nation and praying for the nation, because our nation, the destiny of our nation is intertwined with our destiny. Ya kwamba hatima ya taifa letu imeunganika na hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. That's why in Jeremiah anatuambia kwamba pray for that city, because the welfare of the city will be the welfare, will be your welfare. Hallelujah. So I want to read a scripture in the book of Acts of Apostles chapter 12. Acts of Apostles chapter 12. The Bible says, about that time, King Herod Agrippa began to persecute some believers in the church. Arrested, it was about this time that the King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this pleased the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the feast of unleavened bread. Verse number 4. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for the public trial after the Passover. Verse 5.
So Peter was kept in prison, but the church was earnest to pray to God for him. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said. The chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals. And Peter did so. Wrap your neck around you and follow me. The angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. We can go to Genesis. We can go to Genesis chapter 25. Yes. Genesis 25. Let me also get it right here. Verse verse number 40. Verse number 40. 27 verse 40. Genesis 27 verse number 40. Yes, that is the scripture I wanted. Biblia inasema, you will live by the sword and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Baba, ni asante kwa ajili ya neno lako. Ninaomba Bwana neema, naomba Bwana kuelekezwa nami. Mungu nisaidie na utusaidie sisi wote, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Sema amen. Turejee pale katika kitabu ya Acts of Apostles. Biblia imesema ya kwamba wakati mmoja Herode akawa alikuwa the stumbling block for the church to grow, na Biblia inasema ya kwamba wakati huo akamshika jamaa anaitwa Yakobo, nduguye Yohana, John, the brother of John. Na Biblia inasema ya kwamba akawa amemchinja ama amemuua kwa njia ya upanga, na hili jambo likafurahisha Wayahudi sana. Wakati alipoona ya kwamba Wayahudi wamefurahia, akaenda kumshika Petro, ama kwa jina ingine Simeoni. Na wakati alimshika, can we go as I go? Let us be at part. Na wakati alimshika, ikawa ni wakati ambapo
na siku ya Passover. Kwa hivyo akaamua ya kwamba nitangojea Passover ikamilike. Haleluya. When he saw that this happened during the feast of unleavened bread, ya kwamba ilikuwa ni wakati wa sherehe ya unleavened bread. You remember unleavened bread in Exodus? Ilikuwa ni wakati huo, because Mungu aliambia Musa, jambo hili liwe linafanywa kwa kila wakati. Hapo Biblia inasema ya kwamba verse number 4 inasema ya kwamba akapanga kumleta mbele ya watu baada ya hija, na ndiposa akampeleka jela, akamuweka pale, akamufunga, ikawa sasa ako chini ya ulinzi mkali. Na akawa alikuwa anataka kumleta mbele baada ya kwa public trial after the Passover. Baada ya hiyo sherehe ya unleavened bread ama the Passover, hapo ndipo alikuwa anataka kumleta mbele ya trial. Praise the Lord. Anataka kufanya nini? He wants to execute him. He wants to kill him. He wants to eliminate him. But verse number 5 brings a turnaround. Biblia inasema ya kwamba so he was kept in a prison. But I want that. I love that. Ninapenda hiyo but the church. Tell your neighbor the church. Mwambie the church. Mwambie the church is powerful. I have come to tell you that the church is powerful and can bring a turnaround. When the church imeamua, wakati kanisa litaamua na liseme enough is enough. Yes indeed it will be enough. Angalia, Herode amesucceed ile maovu ya kwanza, na akaona watu wamefurahia, amesucceed na akaendelea kufikia wengine. But the Bible says kanisa ikaelewa ya kwamba this is not right. Na ndipo nimewambia kwamba when we go to Genesis 27 verse 40, Biblia inasema ya kwamba and when you become restless you shall break the yoke. This is the time ya kwamba kanisa, we have to stand for our nation. Kuna mambo tunaenda kubadilisha, kuna vitu tunaenda kugeuza. Yale maovu yaliendelea 2025, we are standing to say enough is enough. Oh God, intervene. Bwana asifiwe. Wakati walikuja wakawa wamemweka Petro pale ndani, kumbe kanisa tayari imesikia maana, kumbe kanisa imekataa uovu kuendelea. Kama vile leo tumekuja hapa tunasema uovu hautaendelea, kama vile tumekuja hapa tunasema uovu hautaendelea. Absoluta nimekasirika na nimekasirika kwa ajili ya uovu wenye unaendelea. Nikikuja saizi hafsini in the media, kasichana na miaka sijui ngapi kameuawa kwa shule, kako na uniform na viatu, kameuawa kakabushwa mahali. Mtu akakomenta akasema this must come to an end, and when the church rises kuna maovu hayataendelea. Nimekaangalia venye kamera kwa nyasi ya kwamba hayuko huyo mtoto, nikaona a destiny ambayo imewawa, nikaona a leader, nikaona kiongozi, nikaona future tayari imekufa, imeondolewa. But we have come to him to say enough is enough. Uovu hautaendelea, and it is because the power
of Jesus. The Bible says in the book of Psalms, let the wickedness of the wicked come to an end. We are agreed as a church ya kwamba leo tumekuja tushikane kutangazia nchi ya Kenya uovu hautaendelea. Lazima kuwe na turnaround, lazima mabadiliko ipatikane, lazima mwaka wa pendo wa Bwana ajidhihirishe. When the church cried to God, walishikana wakalia, wakamwambia God, the Bible says that heaven belongs to you, but you have given the earth to men. So we have the authority, we have the power to rule. Today I had a revelation. The Bible says, and those who will receive him shall be called the sons of God. So it is about receiving. So we will not receive evil things in our nation. We are not going to receive. Hatutapokea mambo mabaya. The issue na kile ambacho tumepewa mamlaka ya kupokea. Kwa hiyo unaweza unakuta ya kwamba pokea inakuwa iko, manake hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hivyo leo tunasema ya kwamba hatutapokea mabaya yaendelee kwa nchi yetu. Hatutakulia wakati uovu unaendelea. Hatutanyamaza, lazima tutaipana. Isaia anasema namna gani? Makamoto ni masia, sitanyamaza hadi utukufu wa nchi ya Kenya ukaweze kuonekana. Today we have come here to cry to God that Father our nation, kila mipango iliyopangwa ya kuleta uovu kwa nchi hii, tunasimama kama kanisa na kusema ya kwamba hiyo jambo, hayo maovu hayataendelea in the name of Jesus. Amen. How come that you are there sitting down watching mambo yakiharibika, watoto mambo yakiharibika? Kwa nini tutazame? Uzajirani mwambie mimi nimekataa. Uzajirani mwambie mimi kwangu nimekataa. Na ndiposa Biblia inasema na wakati mtakataa mtavunja nira. Sijui kama leo umekataa. Na Biblia inasema ya kwamba after the night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between the two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Unaweza angalia vyenye serikali ya wakati huo ilijitolea kufanya maovu, ya kwamba imetoa hadi maaskari ya kuje unajua the work of the police, it is to do what? It is to do what? It is to do what? Yeah? It is to effect the orders. The orders zenye zimetolewa ni za kuwa an innocent man. Amen. Na watu tayari wamefurahia. Na ndiposa unaona masoja wanaambiwa msiondoke, make sure ako hapa, ili siku hiyo ingine wamwage innocent blood. Lakini I thank God because of the church. I thank God because of the church. Maanake kanisa ilisema ni kweli umulifanya hivyo, lakini hatutakubali. And the Bible says the church prayed earnestly, iliomba kwa kishindo. Na baada ya kuomba kwa kishindo, Biblia inasema akiwa pale, wacha niwaambie, anaikoshi makato, we are going to pray ya kwamba kila kitu uovu uliopangwa kutekelezwa mwaka huu, tunaenda kureverse in the name of Jesus. Tunaenda kusema hautaendelea. Hata kama ni nani alipanga, I don't care. Hakuna mkubwa kuliko Mungu. I want to say, hata kama wako in possession of leadership, we are bringing that wickedness to an end by prayer in the name of Jesus. Ya kwamba our nation will prevail. Our nation will enjoy the peace of God. Our nation will enjoy the joy of the Lord. Na tunasema
the news zile ambazo tunasoma, 90% of the news zinakuanga ni news za sadness, zinakuanga ni news za kifo, za vifo. Mama ameuawa, mama ameua, amejinyonga, ameuawa, mtu fulani amefanya, kumekuwa. Hata leo ukienda kuangalia utaona bado hizo news zinaendelea. But when the church becomes restless, it shall break the yoke. Are you ready to pray? Because the church is powerful. The church is powerful. Na kile kiko ni kwamba it is to stand with the scripture. Biblia inasema ya kwamba na wakati huu, verse number 7, suddenly when the church prayed, there was suddenly an angel of the Lord was sent. Today we are going to pray such that if katika bunge kuna miswada inataka kupitishwa yenye hailetei nchi ya Kenya utukufu, yenye haileti amani kwa nchi ya Kenya, yenye faction na plan imetoka kwa giza, wenye ambayo imekuwa orchestrated from demonic world, tunaenda kuambia, oh God, intervene and today let the angel go there, let the angel visit them. Mwenye ambaye ako na hiyo mswada, may God visit him, may the angel of the Lord visit. Hata kama ni kwa county, wote ambao wamepewa miswada ambayo imetoka kule baharini, ambayo imetoka kwa giza, ambayo imekuwa orchestrated from hell, tunakuja kusema ya kwamba enough is enough. We are standing as a church na tutangaze ya Bwana, hatutakubali. May there be a difference, may there be a God's intervention, ya kwamba mambo yale yatabadilika. Wataulizwa kulienda namna gani, wakute hata hawaelewi. Wataulizwa kulienda namna gani, wakute hata hawezi elezea. I know kama vile malaika alipitisha yule alienda usiku, anaweza tembea hadi kwa wale walio na hiyo miswada, na ikachomwa na ikateketezwa, ikaondolewa na ikawa haina maana tena. Because the nation of Kenya must prevail in peace of God. But we cannot just silent and watch things happening. That is bad. This nation, God ametupia mandate, na ndiposa nimekuja nikwambia, as we wind up this prayers festival, ya kwamba we must tell God, Baba, tunajua kuna mambo ambayo haiendelei vizuri kwa nchi ya Kenya. Mungu wetu, ingilia katikati. Kila mipango iliyopangwa the other day, kaposhaka, it is not right. Mwalimu kuwawa kinyama, it is not right. I'm here to tell you, we must arise. How on earth we cannot allow this happen. We need to pray to God, Jehovah intervene, and don't let those who did that escape without the judgment of God. Yes, they can escape the judgment of man, but they cannot escape the judgment of God. Let there be judgment upon them. Let them not rest until the judgment. Wakati hukumu ya Mungu itafanya kazi. Kuna watu wanastahili hukumu ya Mungu. Yesu asifiwe. Hakuna hatutakubali. Biblia inasema mrogi asiishi. Mrogi ni nani? It is the one who determines the life of people. When you are, wow, we are declaring, let the word of God prevail in the name of Jesus. And the Bible also says that what you shall sow, you shall harvest. May the harvest come in speed in the name of Jesus. Ya kwamba wavune kwa haraka, si walipanda, wavune kwa in Jesus' name. Yes. Kelepele pala. Bayatoli masika.
is painful. Ukiona ile vitu inaendelea kwa nchi, unahitaji kuambia God have mercy. Lord intervene. Intervene Lord. Because wapendwa, kama aliintervene wakati Herode alikuwa ameamua kufanya mabaya, hata sasa hata intervene. Siku moja Elijah akakutwa, na wakati alikutwa akasema, if I'm not a man of God. Akasema if I am a man of God, let fire come from heaven. Today we are going to pray that those prayers. It is God who brings life. It is God who also kills. I don't know who must die, but their issues must die. Kuna vitu lazima kuna mambo itakufa. The Bible says wakati Uzia alikufa, Isaia aliona Mungu. Kuna vitu lazima zikufe ili Mungu aonekane. Sitaki kujua ni nini, but their issues must die. Tutaendelea. Wakati mwingine kasirika, wakati mwingine sikia baba, ukasirike na useme ndio Mungu ndio umeandika. Wewe unaona ndio unapeana uhai. Sasa Mungu kile kinafaa kufa, wacha kife. Kile kinafaa kuwa hai kiendelee kuwa hai. Haleluya. Nchi yetu lazima iendelee. Nchi yetu lazima iprevail. We are towards elections. Tuko katika public elections. Ninajua kuna watu saizi wanawindwa wauawe. Na politics unakuta ya kwamba there are people wanakuwa hunted all the way from MCAs. Kuanzia hapa, because unaona huyu ni direct kwako, unaanza kumtafuta umalize. That one will not happen. We can pray as a church. Tukienda katika women, there are those issues. Wanatafutana ni kama simba, wameshikwa na pepo ya shetani yenye Biblia inasema ya kwamba kazi yake ni kuzunguka. Akifanya nini? Akitafuta kitu naweza tafuta. Kuna watu wamanake amesikia ya kwamba mtu fulani ako na agenda. I remember one day, oh my God, but my father, ilifika wakati akasema ya kwamba he just said that anataka kuwa the MCA of the area. Let me tell you, wacha niwaambie, this is a true story. Wakati my father alisema hivyo, ikawa amepata maarufu, and because by then he was not in the covering of the blood. Siku moja tu, just because of that, the attacks, na akaanza kuwindwa, na siku moja akawindwa. In one day, in 1 week, akavunjika mguu, ikavunjika, akawa blaster. In that 1 week, akalala, akashikwa na stroke ya pande moja ya kichwa. Kama sio sisi tuliingia na tukaomba, my father could have died many years ago. Ni sababu gani? Ati amesema ni kama atasimama. Hakuwa amekuchukua hata ile cheti za kusimama, lakini alisema kulingana vile naona naweza simama. Hivyo tu watu wakaanza kumkuchia. The voice of Maria. Si tunaweza simama na tuseme ya kwamba tumekataa uovu, tumekataa mabaya. Shaka tusikianda. Can you give us Psalms? I think it's Psalms chapter 7. Is it Psalms chapter 7? Oh, let me confirm to you. In the name of Jesus. Shokana toza kayanda. Repala tuzikiti bakaya. Rapashi. Yes, Psalms chapter 7 verse number 9. The Bible says, Psalms chapter 7 verse number 9. Oh, Shakato ibakato ibazikini bakaya. Oh, righteous God, who searches the mind and the hearts, bring to an end the violence of the wicked and make the righteous secure. Can you give us in NLT version? Wanatushata na pakatuzika. Makaparatu ibashika.
verse number 8. We start from verse number 8. The Lord judges the nation, declares to me righteous. Declare me righteous, O Lord, for I am innocent, O Most High. Verse number 9. Anasema ya kwamba, and the evil of those who are wicked, and defend the righteous, for you look deep within the mind and heart, O righteous God. That is our prayer today, ya kwamba Mungu and the wicked, the evil of the wicked, and defend those who are righteous. Hiyo ndio tunaenda kuomba. Mungu, weka Kiswahili tuone inasemaje. Mungu, maliza uovu wa waovu, ubaya wao wasio haki na ukome, lakini umthibitishe mwenye haki, kwa maana mjaribu moyo na viuno ndiye Mungu aliye mwenye haki. Kwa hivyo wapendwa, tunaenda kumwambia Bwana ubaya wao na ufike kikomo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Can you go to verse number 15 of the same? No, from verse 14. Can you go from verse 14? From verse 14. From verse 14. Tazama, huyu ana utungu wa uovu, ya kwamba ako na mimba. Utungu ni he has conceived. Ako na utungu wa uovu, amechukua mimba ya madhara, amezaa uongo. Hawa ni watu wabaya. Endelea verse 15. Utaona inasema namna gani? Amechimba shimo, amelichimba chini sana, atatumbukia katika handaki aliyoifanya. Ya kwamba mashimo ambao watu waovu wameshimba kwa ajili ya nchi ya Kenya nikatumbukia, wao wenyewe watumbukie mipango waliobeba, matumbo walizobeba, ile mimba wamebeba ya uovu, wazae upepo, isizalike, ya kwamba mipango yao isifanikiwe. Wakati wanaenda kujifungua, wakuta wanajifungua upepo. Endelea basi nyingine. Verse 15. Nasema 15. Amechimba mashimo, ndio 16. Yes, 16. Malizia hapo. Madhara yake yatamrejelea kichwani pake, na dhuluma yake itamshukia utosini. That is our prayer. Ya kwamba kila uovu uliopangwa kinyume na nchi, wanaopanga madhara yao warejelee kwa vichwa vyao. The plan of the wicked must come to an end. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningependa hiyo yote nilikuwa na kumsomea ili kuwe na mistari na neno na backup ya neno. Wakati tunaingia kwa maombi, hii ni maombi yasiyo ya kupepereza. It is a spiritual warfare as we contend for our nation and we tell God, Father, enough is enough. Are you ready to pray? Be on your feet. Simama na miguu yako. Oh, unaweza kutenda, unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya
nakwambia wakati Herode alikuwa ameshika Petro ili aweze kumwangaisha, ili aweze kummaliza, maandiko nasema kanisa liliomba Bwana Jehova, kukawa na mabadiliko. Bwana, tumesogea pako kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Bwana, tukiomba ya kwamba uovu hautaendelea. Jehova, siku ya leo Mungu wangu, wewe usiyeshindwa, ninaomba ya kwamba Bwana, wewe usiye na kupungukiwa na nguvu na mamlaka, Bwana, nimekuita Jehova kwa niaba ya nchi ya Kenya. Kila aina ya uovu ambao umepangwa, ambao umekusudiwa Bwana kinyume na taifa letu, Bwana tunaomba Bwana uovu Jehova ukakome. Bwana, wewe ndiwe ambaye analeta hukumu ya kweli Jehova, kwa jina la Yesu. Kama vile kanisa iliita mbingu na ikaitika, Bwana tunakuita kwa ajili ya nchi ya Kenya. We call you tonight, we call you this hour, that God intervene in our nation, intervene Lord in our parliament, intervene Lord in our offices all over in the nation, intervene Lord in every level of leadership. Father, intervene that God wickedness must come to an end. Lord, I pray that God let the judgment meet the evil and wicked men. Father, King of glory, in the name of Jesus, that oh God, arise today, arise this hour, arise, oh my Father, arise, oh God. Shalama ole mana, repaba baba o shalada dade, sheka to mataya. Arise, oh God, arise, oh my Father, arise, oh God. Let the rimanota namazika, let the enemy scatter, let all enemy of this nation be scattered in the name of Jesus. Arise, oh God. Shababa oda da, shababa oda diada, shababa oda lemana, lemana oda doli mana, zeka te bataya. Ya kwamba Bwana tumesikia, Jehova tumepata, watu wanauawa ovyo ovyo. Bwana Jehova, Mungu wangu, tuhurumie Bwana. Nchi yetu tunaiweka kwako, nchi yetu tumeileta kwako. Ya kwamba Bwana, wewe ndiwe unaweza, wewe ndiwe Bwana unaweza. And today Lord, nakalota lepato lama shaka tole palada, lipagado shaka, lumiadore te shaka pakado pada, shapalado lima, shepele banado te mana, shaka pakado, shiki lima kado lima kaya, lipalado lima nina nuko lima kaya, shete payado lima saya, shete panato lima kaya, lipilado minado, shete pakado lima kaya, lipilado lima niande te baka, sokote manato lima nando limianda, lipalado shadama nianda, lete bakaya loti bakaya, lipiando lima na, sokoto moyota lapia kalaboto lima, zakayanda baboni makaya, zokoyonda baboni mazima, yeke bakaya loti makando, zakalini manoni makaya, shekete bakaya loti miaka, yeke bakaya loko zokotiaka, zikili makaya, kawanesho radika loti makaya, le bakaya loti masika, lepele bakadosa kayando, shali makaya loti masika, ya kwamba nchi yetu Jehova, lipakadosa kaya, shana badoni ma, shektere makaya loti masika, zoli makaya loti makaya, rikikando boyoto boliaka na masika, rebekete makaya loti zikayana, zokoti makaya loti mazenda, zoli makaya peleka yando, shele makaya loti mazika, yeketele makoli masia,
The peace of God will prevail. Father, let there be security. Secure your righteous people. Secure this nation, Lord. Every wicked plan of the enemy, every wicked policies, about the poor of the children from heaven. This day, Lord, Father, we call heaven and we pray, Father, that God in the middle, let there be a turnaround. Let there be a turnaround. We abolish even those policies, abolish repetition, abolish intention, that we ban on the apulator. Father, we pray, let there be a turnaround. I know it is possible, for you can do, for you can make it to Lord. Our nation is in your hands. Every corner. Father, as we approach the election of 2027, we pray, Father, that Father Lord, Father, give me a touch when we call you the Master. We call you King of Glory. We pray Jehovah Nishi, na kwamba Bwana nchi yetu amani ikaonekana. Let there be peace. Let there be shalom of God in the name of Jesus. Oh, Baba Yanda. Shalom. We pray every evil yokes that have been seated in the wekelewa taifa letu. Father, the yoke of tribalism, we break it now. The yoke of corruption, we break it now. The yoke of nepotism, Lord, we break it in the name of Jesus. The yoke of discrimination, the yoke of hatred, the yoke of wicked men, we break them now in the name of Jesus. That our nation can, we enjoy the freedom of God, we enjoy the peace of God, we enjoy the liberty that we receive through Jesus Christ. That the nation of Kenya will stand in the name of Jesus. Oh God, let the wickedness of the wicked come to an end. Father, I pray that let the wickedness of the wicked come to an end. End this Lord, because we are born and you are faithful Jehovah. Makaboyata, Shekete Makaya, Rimakando Moyota, Ripanado Shada, Repanado di Makaya, El Shaddai. This is your word, that Father, the horse that I have done. Father, I have no
stand in our nation Kenya. Father, we thank you. We ask for your wisdom. We ask the grace of wisdom, the spirit of excellence, the spirit of wisdom upon our leaders, upon all members of this nation. Lord, let there be peace, let there be unity, let there be genuine love, let there be the spirit of patriotism, that Father, the Kenyans become patriotic to love their nation in the name of Jesus. Father, let the love of God prevail. We also pray. We ask you, Lord, the Father, let there be peace. Father, let there be peace. In Jesus' name. The yokes of diseases and sickness, Lord, we break them now in the name of Jesus. Lord, we refuse. Father, we refuse to receive every wickedness in our nation in the name of Jesus. For you have given us power of life and death, and I decree that there will be life. There will be life. The joy of the Lord will prevail in our nation in the name of Jesus. Father, we ask that every expectations of the wicked man, Father, Lord, we cut it short now. We cut it short now in the name of Jesus. We put them down. We bring them down at our feet. Lord, we call for your peace. And I decree in the name of Jesus that it is well in our nation Kenya. That Father, every corner from Northeastern to Nyanza, Lord, from Nyanza to Western Kenya, from Western Kenya to Rift Valley, from Rift Valley to Central, from Central to Nairobi, from Nairobi to Eastern, from Eastern to Mombasa. Father, we declare the peace of God. We pray that the blood of Jesus to speak peace in the name of Jesus. Father, we call for your peace. We call for your peace in our nation. Make the yoke of corruption break in the name of Jesus. Lord, we break the yoke of discrimination. We break the yoke of hatred. We break the yoke of religiosity in the name of Jesus. And Father, we decree the shalom of God upon our nation. We decree the shalom of God upon this city of Dada. And Father, let your will prevail. For no weapon fashioned against us that shall prevail in Jesus' name. Father, to our bounders, Lord, there are men, there are women there who have been deployed to stand on God. How we pray, Father, that God take care, because the city, if you don't watch over the city, the city does it in vain. And I call upon you, Jesus. I call upon you, King of Kings. Watch over our nation, Kenya. Watch over our nation, Kenya. Watch over our nation, Kenya. Build our Kenya, Lord. We agree. We accept. We receive you as a master builder. Build our nation. Build our nation in all levels of leadership. Build our nation, Lord. Build our nation. Father, build our nation. This nation we surrender it to you, Lord. Father, it's all about you. We commit this nation unto you. Father, we repent every wickedness. We repent, Lord, every wickedness. We repent every evil. Oh God of mercy,
Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Baba, tusamehe, tunatubu dhambi zote. Kwa niaba ya nchi ya Kenya tunatubu dhambi zetu. We repent, Lord. In the name of Jesus. Father, we thank you. We bless your name because you are God who hears and who answers prayer. Baba, ni asante. Tunakupenda na tunakuheshimu. We also pray for the servants of God who are serving in this nation. That Father, protect them, Lord. Protect them, Lord. Protect them, Lord. Father, all over in our nation, our generals of faith, our fathers of faith, Lord, wherever they are, Father, brothers in faith and sisters in faith, Lord, Father, I pray, let the care of God, let the honor of God surround every one of them. In the name of Jesus, we thank you and we bless your name. Kenya, 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 Kenya. You are blessed. God bless Kenya. God bless Kenya. Can you open your mouth and say, God bless Kenya. 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 Father, we thank you for hearing our prayers. In Jesus' name, Lord. Father, I pray ya kwamba watu wakati wanaenda nyumbani, I cover you with the blood of Jesus. And I pray that God will be with you. That God will be your shield tonight. In the name of Jesus. Enjoy your sleep. And release the blessing of God upon you. You are blessed. This city is under the care of the blood of Jesus and the soul and the angels of God. In Jesus' name. To the 4 gates, I speak to you now. You have no permission to allow wickedness in this town. In Jesus' name. All angels of God, take charge in those 4 gates. In the name of Jesus. We love you, Lord, and we honor your name. Receive all the glory. Receive all the honor. It is in Jesus' name we pray. And we believe we say, hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, kama vile tunajua